Mpendwa msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika mwendelezo wa masomo haya kesha la asubuhi. Leo tuko somo la 8, yani Januari 8. Kichwa cha somo kinasema maisha ya Henoko. Fungu letu kuu litatoka katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 5 na fungu la 24. Kabla ya kuendelea, basi tupate ombi. Bwana, tunakushukuru kwa kutupa siku nyingine tena. Tujalie maisha yetu kuwa kama ya Henoko, kutembea na wewe daima, na siku moja kuishi nawe mbinguni kama Henoko, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Mwanzo sura ya 5 fungu la 24. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Adamu alizaa mwana mwingine, akamwita jina lake Seti. Biblia haitaji majina ya watoto wa kike, lakini kulikuwa na watoto wa kike waliozaliwa na Adamu na Hawa. Wanawake wanaonesha kuwakilishwa na wanaume. Adamu alimpata Seti akiwa na miaka 130. Siku zile watu walizaa wakiwa na umri mkubwa, na pia waliishi muda mrefu. Adamu aliumbwa na Mungu aishi milele, lakini kwa sababu ya dhambi aliishi miaka 930 tu. Aliumbwa akiwa mtu mzima. Kwa miaka kadhaa hawakujua kuugua, na Adamu aliona vizazi vyake 6 kabla hajafariki. Seti aliishi miaka 912 na alimzaa Enoshi aliyeishi miaka 905. Kama kwa Mungu miaka 1000 ni siku moja, je, miaka 930 ni masaa mangapi? Na 7 zinaweza zisiwe na sura za kuvutia kusoma kwenye Biblia, lakini zimejaa mengi kwa mwanafunzi mwenye bidii na maandiko. Tunaona ndoa ya Henoko na kupata mtoto kulimfanya ajitoe wakfu zaidi, na Elia ambaye pia alitwaliwa, yeye hakuwa na mke, na hili lilimsaidia naye kujitoa wakfu kwa Mungu zaidi. Hivyo kuoa au kutooa kunaweza kuwa kwa utukufu wa Mungu tunapojikabidhi kwake. Tunaona watu waliishi miaka mingi. Hilo linafunua ukweli muhimu kuhusu Mungu. Mungu atusaidie kumpenda muumba wetu kama vile ambavyo Henoko alimpenda. Yeye alituumba kwa nguvu fulani muhimu ambayo hata karne nyingi baada ya dhambi nguvu hiyo ilibaki. Hatujui wanawake waliishi muda gani, labda waliishi zaidi ya waume zao kama ilivyo kwa wengi sasa. Mwanamke wa pili aliyetajwa kwa jina la Sarai, mke wa Ibrahimu, na kisha Milka mke wa Nahori. Mwanzo sura ya 11 fungu la 29. Sarai ni mwanamke wa kwanza ambaye tunaambiwa umri wake. Kisha tunaona mitara ikiingizwa na Lameki aliyetoka katika nasaba za Kaini. Majina yao ni Ada, ikimaanisha kujipamba, na Zila, podo la ala za mziki au mchezaji dansi mashuhuri. Jingine tunajua dunia hii ina miaka mingapi kwa kusoma ukoo au nasaba. Dunia yetu ina miaka 6000 takribani. Kuishi maisha marefu bila kufanya jambo fulani muhimu kwa utukufu wa Mungu ni jambo la kufikiria, na tunajua fika Yesu alitoka kwenye ukoo gani kwa kusoma hizi nasaba. Tunaona Wakaanani kama Rahabu na uzao wa Luti kama Ruti wamo kwenye mbari ya Masihi, na kwamba kumbe sisi sote tumetoka kwa Adamu na Hawa. Sisi ni ndugu wa babu mmoja na muumbaji mmoja. Hiyo inatubidisha sisi kutendeana wema, yani kuacha hiana ya aina yoyote. Koo na mbari pia zinatuonyesha kuwa watoto ni wa thamani kubwa kwa wazazi, na kule mbinguni hawatakuwa watoto wetu tena, bali kaka na dada. Twapasa kufuata ramani ya maisha yetu ambayo yaendana na maandiko, ili tusipotee katika safari yetu. Hadi kwa Nuhu tunapitia mlolongo usio katika wa historia, simulizi iliyopitishwa kutoka kizazi hadi kizazi, na akili zao hakika zilikuwa mahiri haswa, kwani waliweza kuhifadhi habari kwa usahihi kwenye ubongo bila ya kuwa na maandishi, hata wakiwa wazee. Kutokana haya yote tunaweza kuona kwamba tunayo rekodi ya kweli ya historia katika Biblia, historia ambayo tunaweza kuiamini na inaendana na historia ya dunia yetu hii, maana hakuna matukio yaliyorekodiwa kwenye vitabu vya kihistoria kabla ya Mesopotamia. Enoshi alimzaa Kenani ambaye aliishi miaka 910. Mtoto wake Mahalaleli aliishi miaka 895, na mtoto wake Mahalaleli aliyeitwa Yaredi aliishi miaka 962. Mtu aliyeishi miaka mingi kupita wote ni Methusela, aliishi miaka 969. Lameki aliishi miaka 777 na Nuhu miaka 950. Haya yote utayapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 5. Kama ukichora chati utagundua kuwa wale mababu 9 waliotajwa waliishi muda mmoja na Adamu, yani Adamu aliona wajukuu na vitukuu vyake vya vizazi kadhaa. Ni Nuhu tu ndiye hakumwona Adamu. Hii ina maana vizazi vyote hivi vilijua kuhusu uumbaji kutoka kwa Adamu na kuona bustani ya Edeni kabla haijachukuliwa. Hawakuhitaji vitabu kwa sababu walikuwa na kumbukumbu nzuri.
walikuwa watu zenye akili na kimo kikubwa. Adamu aliwaambia majaribio yao na mke wake na kuanguka kwao. Bila shaka aliwaambia kuhusu tumaini la mkombozi atakayekuja. Ukichola chati ya miaka ya wazee hawa utaona mstari mmoja ni mfupi. Huu ni wa Henoko ambaye baba yake Yaredi aliishi miaka 962 na mtoto wake Metusela aliishi miaka 969. Henoko yeye aliishi duniani miaka 365 tu. Huyu sasa ndiye mtu ambaye ameishi miaka mingi kupita mtu mwingine yeyote. Hii ni kwa sababu alitwaliwa na Bwana na kwenda mbinguni. Kitabu cha Yuda kinasema kwamba Henoko ni nabii, naye alimwona Masia akija na makumi elfu ya malaika ili kufanya hukumu. Tunaweza kuuliza ni kwa nini Mungu alimtwaa Henoko? Naamini alikuwa akimpenda Mungu na kuzungumza naye. Basi akampenda Mungu katika nia na moyo wake kwa kina mno. Mchana na usiku alifikiri kuhusu baba yake wa mbinguni. Hakuwa mchoyo na mwenye kufikiria na kujifikiria mwenyewe, awekaye hasira au mawazo maovu. Mawazo maovu ni mabaya kwa mtoto wa Mungu. Ninaamini Mungu aliona mtu ambaye alikuwa anaakisi tabia ya moyo wake. Alitambua upana wa upendo wa Mungu baada ya kupata mtoto wake wa kwanza. Wazazi wengi wanajua upana wa upendo wa Mungu pale wanapokuwa wamepata watoto. Henoko akajua habari za furaha kwa kutembea na kuzungumza na Mungu, akajua mipango ya Mungu ya mbeleni. Henoko alioneshwa mambo ya siku za usoni, akasema, tazama Bwana anakuja na watakatifu wake maelfu elfu. Yuda sura ya kwanza fungu la 14. Katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 fungu la 5 twaona kuwa alikuwa ameshuhudiwa kwamba amempendeza Mungu. Hii ni rekodi nzuri ajabu ya mtu kuiacha kwa watoto wake. Urafiki wake na Mungu uliendelea kukua hata siku moja Mungu akasema, njoo rafiki yangu ili tukae karibu kwa mazungumzo matamu, kwa maana walishibana sana. Je, nawe unapenda utembee na Mungu kwa mawazo, matendo na maneno? Hebu mruhusu Roho Mtakatifu aishi na kutawala moyoni mwako. Basi tukifanya hivi tunajua kwamba tutaendelea kutembea naye mbinguni. Jambo la kusikitisha ni kwamba wakati Henoko akitembea na Mungu, vitukuu wengi wa Adamu hawakufanya hivyo. Walikuwa waovu na wabinafsi, wakamsahau Mungu. Waligombana na kuuana kama Kaini alivyomuua ndugu yake. Watu waliendelea kutenda uovu wakimfuata Ibilisi ambaye ni kama simba mla watu. Pengine Adamu na Hawa walipowaonya waliona kwamba hawa wazee wanawasumbua, na hata hivyo wao wenyewe walishindwa. Ni nani basi angeweza? Adamu aliona ulimwengu ulioumbwa vizuri na wa amani ukigeuka kuwa mahali pa kutisha. Hili lilimfanya ajutie dhambi yake. Ni vigumu kuelewa mambo hayo yalitokeaje haraka hivyo baada ya uumbaji. Kwa kweli binadamu tu wasahaulifu, na ni rahisi kuingia dhambini tusipomjali Mungu. Hatuna wema wetu wenyewe, bali imetupasa kumwomba Mungu ili atupatie wema wa kweli wa moyoni. Majina yote yalikuwa na maana. Mfano, Adamu, mtu au mwanadamu; Seti, aliyeteuliwa; Enoshi, kufa au dhaifu; Kenani, huzuni; Mahalaleli, Mungu mbarikiwa; Yaledi, itashuka; Henoko, kuanza au kufundisha; Metusela, atakapokufa kutatokea uharibifu; Lameki, kukata tamaa au maombolezo; Nuhu, faraja au pumziko. Wana wa Mungu si malaika, ila binadamu wanaompenda Mungu. Ni mbinu ya Shetani kuangusha wacha Mungu kwa kuwafanya waoe watu wasiomwamini Bwana. Je, Shetani ameacha kutumia mbinu hiyo tunapokaribia mwisho wa ulimwengu? La, hajaiacha. Onyo la Mungu ni muhimu leo kama zamani: msifungiwe nira pamoja na wale wasioamini. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Wakorintho wa pili sura ya 6 fungu la 14. Mama anapaswa kuanza kazi yake kwa ujasiri na nishati au nguvu, akitegemea mara kwa mara msaada wa Bwana katika juhudi zake zote. Hapaswi kame kupumzika kwa kuridhika hadi aone katika watoto wake mwinuko wa tabia ya kwenda juu unaoeleweka, hadi wawe na lengo la juu zaidi maishani kuliko kujitafutia raha zao wenyewe. Maswali: je, fundisho la kisa hiki ni nini? Mtoto wa tatu wa Adamu aliitwa nani? Henoko aliishi miaka mingapi? Je, alienda wapi? Tunajifunza nini kuhusu vizazi au mbari za Biblia? Mtoto wake Henoko aliitwa nani? Baba yake Henoko aliitwa nani? Jina la Metusela lina maana gani? Mungu akubariki sana kijana wa Yesu, na wewe uliye mtoto wake, kwa kuendelea kusikiliza masimulizi haya ya Kesha la Asubuhi. Leo tulikuwa somo la 8. Niendelee kukukaribisha katika somo la 9 litakaloendelea kufuata. Mungu akubariki. Aliyekuandalia somo hili ni Grace Momadi, nami ambaye nimeendelea kukusomea masimulizi haya naitwa Barnaba Samuel. Mungu akufunike na utukufu wake na nuru ya uso wake ikuangazie, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.